wajumbe wa sekretarieti ya kamati maalumu mliopo, wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wapenzi wa Chama cha Mapinduzi mliopo, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika shughuli yetu hii ya kampeni, tukiwa tunakutana na makundi ya wakulima wa mwani na mpunga pamoja na wavuvi. Pili, nichukue nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwenu nyote mlioko hapa kwa kuacha mambo yenu, majukumu yenu mbalimbali na kuja kutusikiliza sisi Chama cha Mapinduzi tukijinadi ili tuweze kuomba kura zenu. Tunasema asanteni sana kwa kuitikia wito wetu. Sasa ndugu zangu, nitasema kwa ufupi tu kwamba leo kwa kuwa tumekuja kukutana na wakulima wa mwani, wakulima wa mpunga na wavuvi, basi mambo mengine au sekta nyingine leo sitazizungumza kwa sababu itachukua muda mwingi na tunazizungumza kwenye mikutano yetu ya hadhara. Leo wacha nijikite katika sekta hizi tatu, na nikianza na wakulima wa mpunga. Nimesikia changamoto ambazo zimeelezwa hapa, lakini serikali inaendelea kukuhakikishieni kwamba tutaendelea na ujenzi wa skimu za umwagiliaji maji katika mabonde mengine kama ambavyo tumefanya kwenye bonde la Cheju ili tuweze kuzalisha mpunga kwa wingi zaidi. Lakini natambua vile vile kwamba zinahitajika zana kwa ajili ya kilimo cha kisasa. Tunahitaji zana kuongeza uzalishaji, tunahitaji zana za kileo. Mmoja katika wazungumzaji alisema kwa wakati tuliokuwa nao sasa lazima tuende na teknolojia, tusiende na jembe la mkono tena. Ahadi yetu ni kwamba matrekta yale makubwa kwa ajili ya kilimo, lakini yale ya kutifua power tillers, pamoja na mashine za uvunaji yani harvesters, yote tutaendelea kuyaleta ili serikali iweze kukupeni msaada katika eneo hilo la kilimo, la kupalilia, lakini vile vile kuhakikisha kwamba mnavuna kisasa, sivyo kama tulivyokuwa tunafanya miaka ya nyuma. Lengo na madhumuni ni kuongeza tija katika mashamba haya. Mashamba haya sasa hivi kwa sababu ni ya umwagiliaji, mnaweza kulima zaidi ya mara moja. Lakini tukikupatieni hizi zana, najua kuna matrekta pale tayari, najua kuna power tillers pale, lakini tutaendelea kuongeza idadi ya zana hizi ili tupate tija zaidi katika mashamba yetu haya. Lakini kwa upande wa pembejeo, ikiwemo mbolea, vikiwemo viuatilifu na ushauri kwa maana ya huduma za ugani, serikali itaendelea kutoa huduma hizo, mbegu bora za kisasa, mbolea kwa wakati na viuatilifu ili tuweze kuongeza uzalishaji. Sote tunatambua hapa Zanzibar ni walaji wazuri wa wali. Sisi ni watu ambao mchele ndio chakula chetu kikuu, lakini kwa bahati mbaya sana bado tunaagiza mchele kutoka nje ya nchi, bado tunaagiza mchele kutoka upande wa Tanzania bara. Kuweza kuzalisha mchele kwa ndani kwa sababu ya ardhi yetu ndogo, kwa kuweza kukidhi mahitaji yetu si rahisi, lakini tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba kwa kiwango kikubwa tunazalisha ndani vile vile. Sasa natambua vile vile kwamba baada ya mavuno ziko bado changamoto nyingine, ikiwemo ukosefu wa maghala ya kisasa, lakini upatikanaji wa soko la uhakika. Tunachoweza kukwambieni ni kwamba serikali imeshafanya maamuzi ya kujenga maghala ya kisasa kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunanunua mpunga kutoka kwa wakulima wa ndani, kutoka Tanzania bara na kwengineko, ili kupunguza bei za mchele kupanda baada ya mavuno. Tutahakikisha tunanunua wakati wa mavuno ili tuweze kudhibiti bei za mchele baada ya kipindi cha mavuno kwa kuhifadhi katika maghala makubwa ya kisasa. Kwa hivyo wakulima wa mpunga
msiwe na wasiwasi wa soko. Serikali itaanza kununua mpunga ili kuhifadhi kwa kazi hiyo. Vile vile nimeambiwa kuna swala la upatikanaji wa mikopo. Serikali imewawezesha wananchi wake kwa kiwango kikubwa sana. Tumetoa zaidi ya bilioni 96 katika kipindi hiki. Awamu ijayo, Mwenyezi Mungu akitujalia kurudi madarakani, tutaongeza fungu la uwezeshaji wananchi kiuchumi, ikiwemo wakulima waweze kupata pembejeo kwa wakati, waweze kuzalisha vizuri zaidi, na mikopo yetu kama mnavyojua ni mikopo isiyokuwa na riba. Unachokopa ndicho unachorudisha hicho hicho. Kwa upande wa wakulima wa mwani, nimemsikiliza vizuri mama aliyekuja kutoa maelezo hapa, na namshukuru sana kwa maelezo fasaha aliyoyatoa. Tutaendelea kutoa zana kwa ajili ya ukulima wa mwani, ikiwemo boti zile ndogo ndogo, vihori, kamba na mahitaji mengine yote yanayohitajika. Kwa upande ambapo hatujafikisha kwa kiasi cha kutosha vifaa hivyo, ahadi yetu ni kwamba tutafanya hivyo. Nina uhakika kwamba eneo hili la ukulima wa mwani, tena kwa taarifa yenu ni kwamba Zanzibar sasa hivi ndio mzalishaji mkubwa wa mwani katika Afrika nzima. Hili ni jambo la kujivunia, ni jambo ambalo lazima tulipe kipaumbele na mkazo wa hali ya juu ili tuweze kuzalisha zaidi. Kwa hivyo serikali itafanya juu chini kuhakikisha kwamba mnapata zana na mnapata miche, mnapata pembejeo, ili mradi kiwango cha mwani uzalishaji wake uwe mkubwa zaidi. Lakini natambua kwamba changamoto iliyopo katika zao la mwani ni bei ya mwani, na mzungumzaji hapa alisema bei haitulii, mara inapanda mara inashuka. Nataka nikuhakikishieni jambo moja, kwamba sasa hivi serikali imetoa fedha ili tuje kununua mwani ambao uko bado majumbani. Tutatoa bei nzuri ya shilingi 1000, sio ile 700 na 500 zinazotolewa na wanunuzi wengine. Kwa hivyo tutahakikisha tunaununua mwani wote uliokuwepo, lakini tutahakikisha vile vile tunajenga viwanda vya kusarifu mwani hapa Unguja kama ambavyo tumejenga Pemba, ili tuweze kuongeza thamani katika zao letu la mwani. Kwa upande wa mashine ya kusaga, mama yule amezungumza kwamba wanakwenda mbali sana kufuata mashine hiyo. Mashine hizi si kubwa, tutazitengeneza ili kuzisambaza katika maeneo mbalimbali, tusilazimike watu kwenda masafa ya mbali kwenda kupeleka kusaga mwani. Elimu itaendelea kutolewa kwa wakulima wa mwani, walime mwani wa aina gani, waukaushe namna gani, waongeze thamani namna gani. Tutaendelea kutoa elimu hiyo ili kuupa thamani zaidi mwani wetu na mkulima asilazimike kuuza kwa bei ndogo. Tulipewa taarifa hapa kwamba maeneo wanaolima mwani wakati mwingine yanavamiwa, yanaharibiwa. Tutahakikisha kwamba yanalindwa. Tutatafuta utaratibu mzuri zaidi wa kuweza kuweka maeneo maalumu kwa ajili ya mwani, maeneo maalum kwa ajili ya utalii, maeneo maalum kwa ajili ya uvuvi, ili kusiwe na mwingiliano ambao unaathiri shughuli za wanaofanya kazi hizi. Mikopo itatolewa kwa maana ya kwamba ile taasisi yetu ya uwezeshaji yenyewe inatoa mikopo kwenye sekta zote, na hizi sekta za uzalishaji kwa maana ya kilimo cha mwani na mpunga, tutahakikisha kwamba na nyinyi mnafikiwa na mikopo hiyo isiyokuwa na riba. Ombi maalum lilitolewa kuhusu skuli hapa, kwamba Marumbi inahitaji skuli, na kwamba vijana sasa hivi wanakwenda mbali, wanakwenda Uroa. Naweza kusema kwamba ombi hili nimelipokea. Bahati nzuri tayari tumeshatia mkataba wa skuli mpya za kisasa za ghorofa 29. Tutaangalia uwezekano wa kuleta skuli katika eneo hili la Marumbi. Anasema mbaya yeye huyo, kwa sababu mpaka leo tunamuona anayofanya. Kwa upande wa ndugu zetu wavuvi, kama nilivyosema kwa sekta nyingine, lengo letu ni kuboresha uchumi wa bluu katika nchi yetu, na moja katika sekta muhimu za uchumi wa bluu ni uvuvi, kwa sababu asilimia kubwa sana ya Wazanzibari wako katika sekta ya uvuvi.
Tutaendelea kutoa zana za uvuvi za kisasa kama tulivyoshauriwa hapa. Awamu iliyopita tumetoa boti za mita 8 zile pamoja na mashine. Sasa hivi ninakubaliana na ushauri uliotolewa na kijana wetu kwamba bado bahari kuu hatujaitumia. Tunahitaji maboti makubwa zaidi. Tunawahitaji zana za kisasa zaidi. Ahadi yangu ni kwamba tutaendeleza kutoa boti za kisasa na zana zake, ikiwemo zile mashine za kutafutia samaki wanaita fish finder, lakini nyavu zinazokidhi na zinazokubalika kisheria, ili wakulima waweze kwenda mbali zaidi, waweze kupata tija zaidi. Kwa hivyo hili tumelipokea, na bila shaka watahitaji mikopo kuweka mitaji yao vizuri isiyokuwa na riba, na tutaendelea kujenga madiko na masoko ya kisasa ya samaki katika maeneo yote tuliyokuwa nayo, kama ambavyo tumeshafanya Malindi, kama ambavyo tumefanya katika maeneo mengine kule Pemba. Juzi nimetoka kuzindua diko na soko la samaki la kisasa kabisa pale mkoani Pemba. Masoko kama yale tutaeneza katika maeneo yote ambapo wavuvi wanayahitaji, kwa maana ya madiko ya kisasa na masoko ya kisasa. Ndugu zangu, kuna changamoto ambazo zimeelezwa hapa kwenye maeneo kadhaa ambayo leo ninazungumza na nyinyi. Kwa wakulima wa mpunga imezungumzwa changamoto ya transformer katika eneo lao lile, kwamba kuna watu wanahujumu, wanazishusha zile transformer kuiba vitu mule ndani na wanaweza kuathiri kazi za watu wote. Nimeambiwa hapa kwamba moja imesharejeshwa, bado moja natoa maelekezo kwa ZECO katika muda mfupi kabisa waweze kuwekewa transformer moja iliyobaki. Kuhusu njia za kuingia mashambani kwamba zikarabatiwe, hili nalo tunalipokea na tutalifanyia kazi ili muda wote njia hizo zipitike, wakulima waweze kufanya shughuli zao kwa tija. Kwa eneo, kwa masuala, kwa wavuvi, changamoto za wavuvi imeelezwa hapa kwamba pamoja na uwepo wa eneo la uhifadhi bado kuna uvuvi haramu unaoendelea. Sasa ndugu zangu, mimi nataka niwaambie hivi wananchi, mara nyingi kuna mgongano kati ya uhifadhi na maisha ya watu. Hivi vitu viwili lazima tuvifanye vyote. Uhifadhi ni muhimu kwa sababu bila uhifadhi hata hayo mazalia ya samaki yatatoweka, tutakosa samaki kabisa. Lakini maisha ya watu vile vile ni muhimu, kwamba lazima watu wapate kipato, waendelee na maisha yao. Kwa hivyo tutawaelekeza wizara inayohusika na uvuvi kuendelea kutoa elimu kwa jambo hili, lakini kuendelea kuhakikisha kwamba tunaweka balance kati ya uhifadhi na kati ya watu kupata maisha yao, ili vyote viwili vipatikane. Bila hivyo kupata kimoja hakutokuwa endelevu. Uhifadhi peke yake, maisha ya watu hayapo, hakutokuwa endelevu. Lakini maisha ya watu peke yake, wakianza kuvua mpaka kwenye maeneo ya mazalia ya samaki, pia hakutokuwa endelevu. Kwa hivyo uhifadhi na uvuvi lazima tutengeneze balance, yote mawili yapatikane, na jambo hilo kama serikali tutalisimamia. Ndugu zangu, kijana aliyezungumza hapa kuhusu uvuvi kasema maneno ya msingi kabisa, kwamba hatuwezi kuendelea kuvua kizamani. Hatuwezi kuendelea kuvua na zana za kizamani. Lazima sasa tuvue kisasa, lazima sasa tuende mbali zaidi katika bahari kuu. Na mimi nataka nikuhakikishieni kwamba maadamu wizara inayohusika na uvuvi ipo, tutawapa jukumu la kuweka bajeti za kutosha ili tuweze kukuza uchumi katika nchi yetu. Tuvue kisasa, tuwawezeshe wananchi waende mbali zaidi, watumie teknolojia. Bahati nzuri siku hizi kuna zana ambazo zinakuonyesha samaki walipo, huendi tu hivi hivi. Kwa hivyo mimi ninataka nikuhakikishieni wavuvi kwamba serikali itayafanyia kazi masuala yote haya. Ndugu zangu, imeelezwa hapa kuhusu urasimu wa upatikanaji wa mikopo. Nataka nikuhakikishieni nyote mlioko hapa kwamba katika awamu ijayo, kwa sababu fungu la mikopo litaongezeka, tutapunguza na urasimu. Urasimu kwa maana ya usajili wa wale wanaohitaji mikopo, kwa maana ya kufungua akaunti iwe rahisi zaidi, lakini hata watu waweze kulipwa kwa uharaka zaidi ili waweze kujikwamua kimaisha kutokana na mikopo isiyokuwa na riba. Hili litafanyika, na kwa kweli nimepata malalamiko mengi kuhusu urasimu wa mikopo hii.
na moja kati ya azma yangu ni kuhakikisha kwamba tunapunguza kwa kiwango kikubwa urasimu wa utoaji wa mikopo. Mwisho kabisa nieleze kuhusu ombi lililotolewa kwamba baada ya uchaguzi tukishakamilisha serikali mpya, basi tupate nafasi ya mara kwa mara kuja kuzungumza na wadau, na kupeni uhakika kwamba tutakuwa karibu na wadau, wakiwemo wavuvi, wakiwemo wakulima wa mwani, wakiwemo wakulima wa mpunga katika mabonde yetu, ili tuweze kuzijua changamoto zenu kwa haraka, na kama serikali tuweze kutafuta ufumbuzi kwa haraka. Kwa hivyo hakuna shida yoyote kwa kubali kwangu, na kubali ombi la kuja Chwaka kama tulivyoomba hapa, ili kuzungumza na wananchi, ili tuweze kuzielewa kwa karibu zaidi changamoto walizokuwa nazo. Ndugu zangu, kwa leo nilikusudia niyaseme haya kwa uchache, lakini baada ya haya sasa naomba nikuombeni kura. Niliyesimama mbele yenu ndio mgombea wa urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi. Naitwa Hussein Ali Hassan Mwinyi. Naomba kura zenu zote za ndio. Mtanipa? Hebu nione bendera zote za watu watakaonipa kura. Ndugu zangu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anahitaji wabunge wa kutosha wa Chama cha Mapinduzi, na mimi nahitaji wawakilishi wa kutosha wa Chama cha Mapinduzi, na serikali zetu za mitaa tunahitaji madiwani wa kutosha wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo unapopata karatasi zako za kura tarehe 29 utapewa karatasi 5. Ya kwanza utampigia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Chama cha Mapinduzi. Ya pili utampigia Rais wa Zanzibar. Ya tatu utampigia mbunge katika jimbo lako. Ya 4 utampigia mwakilishi katika jimbo lako, na ya 5 utampigia diwani wa wadi yako. Kwa hivyo hakikisha hao wote unawapigia wa Chama cha Mapinduzi. Kuna maneno ninayasikia maeneo mengine, sina uhakika huku yapo au hayapo, natumai hayapo, lakini kuna watu wanasema bwana, mimi rais nitampa lakini mbunge au mwakilishi simpi. Sasa hiyo haitofaa. Kitakachofaa ni kwamba ukichagua, chagua wagombea wote wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, hapa nyuma yetu kuna karatasi ya kupigia kura. Mfano wa karatasi utakuwa kama huu. Ukipokea hiyo karatasi kwa nafasi ya urais wa Zanzibar, wa kwanza kabisa kwenye karatasi hiyo ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi kwa jina Hussein Mwinyi. Nembo ya CCM ipo hapo chini, halafu mmeiona hiyo tiki iliyoko kwenye kiboksi hicho hapo. Hakikisha tiki yako unaiweka kwenye kiboksi hicho. Lakini nitoe indhari, hiyo tiki hiyo ibaki ndani ya kiboksi, usiitoe nje. Ukiitoa nje ikaenda kugusa mwingine huku, watasema kura imeharibika. Hakikisheni tunapiga vizuri. Lakini vile vile wako watu katika hao wengine hao mnaowaona hapo, unaweza ukawa hutaki hata kumuona, ukaenda kuweka X pale. Usifanye hivyo. Ukienda kuweka alama kwenye mgombea mwingine huku, hata kama ni X, hiyo kura imeharibika. Kwa hivyo ndugu zangu, tunakuombeni mkichagua unaweka tiki kwenye kiboksi kimoja basi kwa wagombea wote wa Chama cha Mapinduzi. Tumefahamiana ndugu zangu? Kwa hivyo tarehe 29 tunakuombeni ndugu zetu nyote mlioko hapa, tunatambua mna shughuli mbalimbali. Tunakuombeni kabla hamjaenda kwenye shughuli zenu za kutafuta maisha, basi kwanza twendeni tukapige kura. Tukishamaliza kupiga kura, twende kwa wakulima wa mwani waende baharini kulima mwani, kwa wavuvi waende wakavue, na kwa wakulima wa mpunga waende kwenye mashamba yao, lakini baada ya kupiga kura tarehe 29. Tunakubaliana ndugu zangu?